Kwa majina naitwa Winifrida Gebra Msele, ni mjasiriamali ninayetokea Holili Border Cross. Ni mjasiriamali ninayehusika na biashara ya kuvusha matunda kutoka upande wa Tanzania kupeleka boda ya Kenya. Nafanya biashara ya mboga na matunda. Matunda ni kama ndizi, parachichi, huwa tunavusha kupeleka Kenya. Hapo mwanzo tulikuwa, kabla tujapata elimu yoyote, tulikuwa tunaogopa kupita cross border, boda ya hapa mpakani. Tukawa tunapita hapa na chocho huko pembeni. Tukiogopa, ni hofu tu ilikuwa inatufanya tunaogopa kupita hapa ndani, labda mizigo itazuiwa au mtaji mdogo utachukuliwa, kwa hiyo tukawa tunaogopa. Ila tunashukuru kwa kutuletea AGRA na EABC kwa kutuletea mafunzo. Sisi wajasiriamali wadogo tunaishi hapa mpakani upande wa Holili. Kutuletea mafunzo, tumejifunza, tumeelewa jinsi ya kutumia mpaka wetu na tusipite porini. Kwa hiyo hata mimi binafsi sasa hivi na uhuru nilipopata ya mafunzo ya AGRA na EABC kwamba na uwezo wa kupita hapa mpakani, nisipite tena porini. Kwa majina naitwa Esther Wonsi Mtifu. Ni mfanyabiashara wa Taveta wa mpakani. Natoa viazi Tanzania nikileta Kenya Taveta. Hapo zamani nilikuwa natumia panya route na pitisha mzigo wangu forini, na food economy inachajiwa zaidi. Ukifika sokoni unakuta ile bei inakata, faida inakata. Lakini tulipoletewa mafunzo, tukafunzwa, tukaelimishwa na AGRA na EABC, tukaweza kupitisha sasa bidhaa zetu custom. Ile ushuru wakautoa, tukawa tunaweza tukapitisha bila uoga, kukawa kuna usalama kwa bidhaa zetu, na tunawashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Amedeus Arbogasti Mzee. Nimetokea Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Nimekuja hapa kama mwakilishi wa wizara, lakini mimi nafanya idara ya biashara, uwekezaji na sekta za uzalishaji. Kwa mkutano huu ambao umewakutanisha wafanyabiashara wadogo na taasisi zinazotoa huduma katika mpaka huu wa Holili, ni mojawapo ya juhudi za serikali katika kuhakikisha kwamba inaondoa vikwazo vya kibiashara, inatoa elimu ya kutosha kwa wafanyabiashara wadogo ili waweze kufanya biashara kwa urahisi zaidi. In fact, inalenga zaidi kwa wafanyabiashara wanawake na vijana ambao wanakumbana na vikwazo vingi vya barabarani, vya kwenye mipaka, na wakati mwingine wanafanya biashara kupitia njia za panya route. Kwa hiyo mafunzo haya yanalenga kuongezea uelewa ili tuweze kukuza biashara, lakini pia tuwafundishe waweze kujua taratibu ambazo wanatakiwa zifuate katika kufanya biashara. Kwa hiyo tunasema tunawafundisha kuhusu uwezeshaji wa biashara na utumiaji wa mfumo uliorahisishwa, ambao wakitumia mfumo uliorahisishwa basi wanapopita wanapewa zile hati za kufanya biashara. Wanapo upande wa Tanzania, kile upande wa Kenya hata daiwa na hata lipata kodi. La msingi tu kwamba thamani ya bidhaa yake iwe chini ya dola 2000. Kwa lengo ni kuona kwamba wafanyabiashara wanafanya biashara kwa kupata taratibu zilizopo, na hatimaye basi waweze kukua, kwa sababu waweze kaendelea kuwa wafanyabiashara wadogo kila wakati. Lazima wakue wawe wananyua wafanyabiashara wakubwa na wafuate taratibu ambazo tumeziweka. Na watoto kila siku wanazaliwa. Kwa hiyo vijana ni matumaini yetu kwamba miaka 3-5 ijayo na wenyewe watakuwa wameshakuwa kibiashara, wameshakuwa watu wazima, lakini vijana wanaendelea, watu wanaendelea kuzaliwa na wenyewe watakuwa tena vijana. Kwa hiyo swala la kutoa elimu kwa vijana na wanawake ni endelevu, kwa sababu vijana kila siku wanaingia kwenye biashara. Wengine wamaliza shule, wanaanza biashara hivyo hivyo. Kwa hiyo swala endelevu. Lakini kuna wengi pia ambao washa graduate walikuwa vijana, lakini sasa wanafanya biashara wakubwa.